Leo tunaanza mfungo wetu mtakatifu wa Kwaresma. Kwaresma inatokana na neno la Latini quadragesima, maana yake ni 40. Kristo alifunga usiku na mchana kwa siku 40 kabla ya kuanza utume wake. Sisi tunapewa kipindi hiki kitusaidie katika kujifanyia tathmini. Sisi tulio wafuasi wa Kristo, yeye alipotuita, alituita na akatupa nafasi ya kushiriki utume wake kwa mujibu wa ubatizo wetu. Hivyo tunapita katika nyayo zake kujiandaa kiroho. Baada ya mzunguko wa mwaka mzima, tunahitaji kukusanya nguvu, kukaa, kujitathmini, kuangalia upya mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu. Kama tuko sawa, basi tuongeze bidii, tuombe zaidi msaada wa Mwenyezi Mungu, tupate nguvu mpya na hali mpya. Pale ambapo tumekosea, basi ndio muda wenyewe huu wa kujinyenyekesha na kuomba msamaha. Pale tulipozembea, tulipoyakoroga kama wengine wanavyosema, tuweze kurekebisha. Ndio maana kipindi hiki kina matendo makuu ambayo tunatarajiwa kuyafanya. Sio kwa sababu siku nyingine hatupaswi au turuhusiwi au hatuhimizwi, hapana. Lengo la kipindi hiki cha Kwaresma ni kutukumbusha wajibu wetu, kuturudisha katika ule mkusanyiko wa kikanisa, watu wanaoongozwa na Roho mmoja na Bwana mmoja, kuturudisha kundini ili tuweze kwenda pamoja kama kanisa katika maadili ya kiimani. Hivyo ni kipindi ambacho tunakumbushwa yale yanayotupasa kama waamini wa Kristo. Ndio maana katika kipindi hiki tutahimizwa kusali, tukijua kwamba sala ni nyenzo inayotusaidia kuwasiliana na Mungu wetu. Katika sala tunatolea shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu. Katika sala tunatolea maombi yetu. Katika sala tunamsifu na kumwabudu Mungu. Katika sala tunafanya toba pia. Ndiyo maana pamoja na kusali sana, kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha toba, kufanya toba. Na ili tuweze kufanya toba ya kweli, tunahimizwa kujikumbusha kila mara, kutafakari, kutafiti dhamiri zetu. Tumekosea wapi, lini, mara ngapi, ili basi tuweze kujinyenyekesha kwake Mungu aliyetuumba, ambaye ni Mungu aliyejaa huruma na neema. Hivyo tuweze kufanya toba ya kweli, tunahitaji kufanya tafiti ya kina ya mahusiano yetu. Ili tuweze kufanya tafiti ya kina ya dhamiri zetu, tunatakiwa kufanya mambo matatu, kupitia katika hatua tatu. Ya kwanza ni kuzipitia amri 10 za Mungu. Amri ya kwanza, ya pili, ya tatu, yani mpaka ya 10. Tukaangalia tumeziishije, tumezitimiza au kuna sehemu tumekurupusha amri za Mungu. Alafu tukupitia amri zote za kanisa, tumezishika, tumezitimiza au la. Alafu kupitia wajibu wetu. Tuna majukumu tofauti tofauti kulingana na nafasi zetu. Kila mara ukitaka kujua kama uko sawa, basi unajifanyia tathmini amri za Mungu, za kanisa na wajibu wetu. Baada ya hapo utagundua kwamba kuna sehemu hauko sawa. Pale ambapo hatuko sawa, basi tunahimizwa kuwa na sikitiko kamili, sikitiko la dhambi. Na katika sikitiko hilo ndipo
tunaweka maazimio ya kutorudi tena dhambini. Ndio maana watu tunahimizwa kusali sala ya kutubu. Ndani mle kuna mkataba unaufanya wa kutotenda dhambi tena. Hilo ndilo linatusukuma katika hizo harakati za kufanya toba. Toba iliyo kamili, sikitiko kamili la dhambi. Kuna aina mbili za kusikitikia dhambi. Naweza ukawa na sikitiko kamili au sikitiko lisilo kamili. Sikitiko kamili ni lile ambalo unasukumwa na wema na upendo wa Mungu kwako. Unasikitikia dhambi kutokana na wema wa Mungu. Unasema sitarudi tena dhambini, sitatenda dhambi hizi tena, kwa sababu Mungu naye mkosea ni Mungu mwema, aliyeniumba pasipo mimi mwenyewe kuweka jitihada zozote, akanikomboa kwa namna ya ajabu zaidi. Wema wa Mungu. Ukisikitikia dhambi zako kutokana na wema wa Mungu, unakuwa na sikitiko kamili kabisa. Mfano mzuri ni huu hapa. Unaweza ukawa na niseme mtumishi wako anakusaidia kazi nyumbani, unamjali, unamchukulia kama mtoto wako kabisa, unakula naye mezani, mkitoka sikukuu unaenda naye beach pale, na yeye anakula kuku, mnakunywa kinywaji kimoja. Mtumishi tu, mwisho wa mwezi unamlipa, labda anachunga kuku au anakulelea watoto hivyo, mtumishi wa ndani. Lakini mwezi ukifika unamlipa fedha yake kwa wakati, yani hana neno na wewe. Halafu inatokea amepata changamoto kidogo, labda ya kiuchumi, akakuta fedha yako pale mezani, anaangalia kuichukua, roho inasita, anajioji moyoni, hivi bosi wangu huyu akitambua kwamba nimeiba fedha yake, kwa jinsi anavyonijali, kwa jinsi anavyonihudumia, anavyonipenda, anavyonichukulia kama mtoto wake wa pekee, ananihesabu kati ya watoto wake aliyowazaa kabisa. Sasa huyo mtumishi anaahirisha kuiba hiyo fedha. Kilichomsukuma kuahirisha wizi au kuacha kuiba ni upendo wako, ni wema wako. Hiyo ndio inaitwa sikitiko kamili la dhambi. Unaposukumwa na upendo na wema wa Mungu. Sasa sikitiko lisilo kamili ni lile ambalo unaamua kuacha dhambi, unachukia dhambi kwa kuogopa adhabu. Kwa kuogopa adhabu. Maana yake adhabu ikiondoka au ikaahirishwa, unatenda uovu. Unasema sitatenda dhambi hii nisije nikaingizwa katika moto wa Jehanamu, nisije nikatupwa motoni. Hilo ni sikitiko lisilo kamili, kwa sababu alikusukuma na wema na upendo wa Mungu, umesukumwa na uoga wa adhabu. Maana yake pale utakapokuwa dhamiri yako imekuwa butu, utakapokuwa umekubuu katika dhambi, uogopi tena na adhabu. Maana inafika hatua hata mtoto mwenyewe anazoea adhabu, anaweza kachapa viboko 20 asikii chochote. Huyo ni hatari sana. Maana yake hawezi hata kufanya sikitiko kamili, hawezi kufanya sikitiko hata lisilo kamili, hata la kuogopa adhabu. Ni kama yule mtumishi, nirejelee mfano wangu, ambaye anaahirisha kuiba fedha yako kwa sababu anajua ukimkamata utamfukuza kazi. Hajali kwamba wewe ni mwema, anaogopa kufukuzwa tu kazi. Maana yake siku atakapohakikishiwa udumifu katika kazi, atakufanya chochote kibaya anachokitaka, pamoja na wema wako, pamoja na upendo wako. Hivyo sisi tunapokuwa katika harakati za toba, baada ya kuwa tumetafakari dhamiri zetu na kujikumbusha dhambi zetu, tunaalikwa kufanya sikitiko la dhambi. Na sikitiko lililo jema kabisa ni lile sikitiko kamili. Tuongozwe na wema wa Mungu. Mungu huyu ambaye ametupenda, hata wakati mwingine tunapotenda dhambi anatuvumilia, anatupa nafasi nyingine. Maana yeye hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba.
Bwana kawi kuitimiza yake, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. Ndio maana anatupa kipindi hiki. Sisi ni wadhambi, ila hataki tupotee. Anataka tuifikirie toba na tufanye toba, na toba ya kweli inatanguliwa na kutathmini dhamiri zetu. Tumekuja leo hii kuanza mfungo wetu wa Kwaresima kwa mwaliko wa kinabii wa nabii Yoeli, ambaye alihimiza likusanywe kusanyiko, eklesia. Kusanyiko ndiyo inaitwa kwa Kilatini eklesia, kwa Kigiriki inaitwa eklesia, ndiyo kusanyiko, kanisa. Kusanyeni watu, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto, hata maharusi watoke vyumbani mwao, na wanaonyonyesha waje. Na hapa ninavyoangalia tumekusanya watu wote, wazee na waona, watoto kibao, mpaka wanatuhangaisha, lakini acha wakusanyike, waje tumkusanyikie Mungu wetu, tutubu dhambi zetu, tuweke ahadi ya kubadilika, tangu aliye mdogo mpaka aliye mkubwa. Halafu anasema mkisha kusanya kusanyiko kubwa hili, takaseni saumu yenu. Makuhani wa Bwana walie kati ya madhabahu na patakatifu, wamlilie Mungu. Ndio sisi, ndio mimi hapa. Mmekusanyika, kazi yangu mimi ni kumlilia Mwenyezi Mungu atusamee. Tunakuja kujinyenyekesha bila kujali vyeo vyetu, bila kujali umri wetu, bila kujali vimo vyetu, bila kujali uwezo wetu wa kiakili, wa kifedha, uwezo tulionao. Tunajitambua kwamba sisi ni wanyonge, sisi ni dhaifu, sisi ni wadhambi. Ndiyo maana tunapakwa majivu. Majivu ni ishara ya umavumbi, ni ishara ya unyenyekevu, kwamba sisi si kitu kwake huyu aliyetuumba. Tunaye muumba wetu. Sisi ni viumbe, sisi ni binadamu. Yuko Mungu aliyetuumba. Hata kama wengine watajifanya wamtambui Mwenyezi Mungu, wanafikiri wenyewe ni wanasayansi, wanaweza wakavumbua vitu, wakavumbua mambo makubwa duniani, lakini bado uwezo huo yupo aliyewaumba, aliyewajalia. Ndiyo maana tunapokupaka majivu katika paji la uso, takwambia wewe ni mavumbi, na akili zako zote na uwezo wako wote na mwamba wako wote na kila kitu chako chote. Tunahitaji kujinyenyekesha kwa Mungu ambaye akisema yatosha, yatosha. Akisema yanakwisha, imekwisha. Akisema basi ni basi. Ndiyo maana tumekuja. Asanteni sana kwa kuja, na tujue kilichotuleta ni toba. Tunaanza mfungo wetu na tuutumie vizuri. Tuwe kweli watu wa sala, watu wa kujinyenyekeza, wa kujishusha. Kristo mwenyewe alishatuonesha mfano. Yeye ambaye alikuwa Mungu, lakini hakuna kula sawa na Mungu, kama ni kitu cha kung'ang'ania, kama ni kitu cha kujivunia, akaachilia yoyote, akashuka kwetu, akaishi kwetu kama Emanueli, ili atuoneshe na sisi siku moja kusema, pamoja na uwezo wangu, pamoja na jina langu, pamoja na fedha zangu, pamoja na vyeo vyangu, lakini naye Mungu wangu ninamtambua, ninamwelewa, ninamwamini. Mimi ni mdhambi, si kitu kwake. Ukitaka kuniondoa unaniondoa, ukitaka kunipoteza unanipoteza, ukitaka kunipa utukufu unanipa utukufu. Unasema, Mungu njoo kwangu, uchukue dhambi zangu, unitakase niwe kiumbe kipya. Hicho ndicho kilichotuleta, si kingine. Kama umekuja na jambo lingine, basi uelewe leo ni Jumatano ya majivu. Tunakuja sisi kujitambulisha, na tutapakwa majivu usoni, sio kuonesha watu kama tunafunga. Majivu tunayopakwa usoni ni kutupumzisha akili yetu, nafsi zetu, hali yetu, kwamba sisi ni wadhambi. Sisi tulitoka mavumbini, na mavumbini tutarudi. Kabla hatujarudi huko, tunahitaji kukiri na kutubu na kuungama dhambi zetu na kumrudia Mungu wetu. Na tumepewa siku 40. Siku hizi tutatafakari sana mahusiano yetu na Mungu, tutatafakari sana matendo makuu ya Mungu ambaye anatutendea sisi watu wake.
tutafanya mfungo. Kati ya yale tutakayoyafanya pamoja na kusali na kufanya toba, tutahimizwa kufunga. Na tunapofunga, ndugu zangu, tunafunga yale yote yanayotupendeza, si chakula tu. Sisi Wakristo wa Katoliki hatufungi chakula tu, tunafunga mambo yote yaliyo mema. Hatufungi dhambi, tafadhali sije mkadanganyika. Hatufungi dhambi kwa sababu hakuna siku hata moja uliwahi kuruhusiwa kutenda dhambi. Sio kusema nimefunga dhambi, tafadhali usiniguse, nimefunga dhambi mimi. Hakuna siku hata moja uliruhusiwa kutenda dhambi. Dhambi haifungwi, dhambi unaiacha. Tunakumbusha kuacha dhambi kipindi hiki, sio kufunga dhambi, kiasi kwamba siku ya Pasaka tunafunguliwa. Siku zote, si Kwaresima, si Pasaka, si Noeli, hatutakiwi kutenda dhambi. Tunapoongelea mfungo, tunafunga mambo halali ambayo ni haki yetu, ni halali yetu, tena mbele ya Mungu ni halali kabisa, ila tunayafunga ili kujihangaisha, ili kujitesa, lakini sio kujitesa tu. Nabii ametuasa, takaseni saumu yenu, ili saumu yetu iweze kuwa na maana. Saumu ni yale mateso, ni yale mahangaiko tunayoyapata kwa sababu ya kufunga, kwa sababu ya kuacha vitu fulani fulani. Vile vitu tunavyovifunga, vile tunavyoviacha, hatuviachi ili tuvirejelee. Tunaviacha ili viwasaidie wahitaji, tunaviacha ili viwasaidie wengine. Kama umefunga chakula mchana huu, thamanisha chakula chako, wapelekee wagonjwa hospitalini, wapelekee maskini katika ujirani wako. Usifunge chakula mchana alafu saa 12 jioni ukara mara 2. Hiyo saumu yako inakuwa batili. Kuna mtu anafunga kweli, anajikaza, nimefunga hata mate ya mezi. Wakati anajikaza, jikoni yuko anakarangiza shopping ya nguvu. Usiku anakula mara 3. Asema lakini mchana nilifunga, alhamdulillah. Mchana nilifunga. Wapo Wakristo tufunga ya namna hiyo. Anasema mwezi huu wa Kwaresima sitakunywa soda. Mimi wana taratibu wangu wa kunywa soda kila mchana. Sasa hizi siku zote 40 sinywi soda, lakini hiyo soda anaweka kwenye kreti. Anadunga kwenye kreti. Kwenye siku ya Pasaka anakunywa 7. Huo mfungo ni batili. Nabii Isaya tena anatuambia, akasema jamani, kufunga kwetu sisi sio kufunga ili tudai haki baadaye. Nakuta mtu amemaliza kufunga alafu ana bango, anamwendea Mwenyezi Mungu, ninataka haki yangu. Ila anasema tumefunga lakini utazami, tumejitahabisha lakini uoni. Nabii Isaya anasema eti watu wanaandamana kwa Mwenyezi Mungu, na mfungo wangu wote bado ninaugua, bado nakosa school fees. Juzi nilikuja nikashinda kanisa la kuabudia hapa, nikashinda hapo sikula chakula cha mchana, nikafunga wiki nzima. Mbona naendelea kupata mateso kwenye familia yangu? Jamani, huo sio mfungo. Mfungo jamani ni kwa ajili ya kujitaabisha wewe, ili upate thawabu ya Mwenyezi Mungu na taabu yako iwafaidie wengine. Ni kweli kama utakuwa umefanya mfungo wa kweli wa dhati, we mwenyewe utashiriki manufaa yake, lakini sio yale ambayo sisi tunayaorozesha wakati mwingine kwa ukosefu wa imani na uelewa. Ndio maana sisi kuna siku za kufunga chakula. Hata unaweza ukaamua, wengine wanaamua kila Ijumaa anafunga chakula, kila Jumatano, sio tu ya majivu, ni maamuzi ya mtu binafsi. Anaamua kufunga chakula mchana, hali kabisa, lakini mfungo wake huo anauwekea malengo. Mimi ninajua chakula ninachokula mchana thamani yake labda ni 7,000. Hiyo fedha naikusanya 7 mara 40 labda. Hiyo fedha anasema nitakwenda kuwanunulia watoto uniform katika kituo cha watoto yatima. Safi kabisa, mfungo mzuri sana. Inasema
mfungo huu wote nitakuwa natembea peku. Sitavaa viatu. Safi. Kwa kutembea peku, labda kwa siku 40 ungekuwa unavaa kiatu kila siku, labda pea moja ingeisha sole. Unaamua unatafuta viatu thamani hiyo, unasema viatu ambavyo ningenunua kwa sababu ambavyo ningevaa labda vingeishiria. Hii viatu na vifunga kwa sababu nilitembea peku na wapelekea wahitaji fulani. Kuna watoto wanahitaji viatu vya shule. Naona nawafundisha ndugu zangu tujue maana ya saumu ni nini. Mahangaiko, unaweza kupitia mahangaiko lakini yasikufae kwa sababu unajiwekea. Wengine wanafunga ili bajeti yao ikae sawa. Anasema asante Mungu. Wengine wamekuja na maombi hapo kimya. Asante Mungu, mfungo huu sasa nina uhakika huu mwezi nitasave. Analazimisha na watoto wadogo, hakuna chakula mchana, ni Kwaresma. Ni Kwaresma. Kwa sababu kuna wengine anaamua kutonunua vitu fulani, anasema watanioji. Sasa ana sababu. Tunahimizwa kufunga ni nini? Ni Kwaresma. Anataka save hela kwa ajili ya mambo yake fulani mengine. Jamani, kipindi hiki sio kwa ajili ya kusave hela, kwa ajili ya manufaa yetu. Kama umeamua kufunga, unapunguza share, unapunguza ile posho, kipimo cha store unapunguza kidogo, basi tafadhali sana hakikisha hicho kinaenda kuwasaidia wahitaji. Sio wewe kubana hela ili mfuko utune. Hapana. Wewe mifuko yako unaikondesha, unatunisha ya wale ambao ni wahitaji. Na ndicho Kristo alichokifanya. Yeye kujinyenyekesha kwake hakukuwa kwa faida yake. Ndio maana niliwafundisha siku moja wale mnaosali hapa. Mtaona hata leo tutaweka maji kidogo kwenye divai wakati wa kuandaa dhabihu. Pale watu nasali, Kristo, wewe uliyekubali kuja kushiriki ubinadamu wetu, utusaidie sisi tuweze kushiriki umungu wako. Unaona? Amejinyenyekesha, amejitaabisha, amefanya saumu kwa jinsi hata alivyotukomboa ili sisi aweze kutuinua, aweze kutunenepesha, aweze kututajirisha. Siku moja nilishiriki iftar ya ndugu zetu Waislamu, kwa mkoa alitualika hapo. Sasa wakati tuko pale tulikuwa tunapata mawaidha moja mbili kutoka kwa mashehe. Shehe mmoja alifundisha kitu ambacho nilikipenda sana na nisema mimi siku moja nitawaambia. Akasema kati ya matunda ya mfungo mtukufu wa Ramadhani, tunapofunga Waislamu, mfungo unawasaidia wale matajiri kuonja njaa, ili siku moja wala hizo siku za mfungo wajue taabu na shida wanazozipitia maskini. Mtu anaposhinda njaa kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, anajua kumbe maskini wale ambao wanakuja kutuomba huku huwa wanapata njaa ya namna hii. Unaona? Huwa wanapata njaa ya namna hii. Kwa sababu unaweza ukawa na vingi usijue shida wanazopitia wenzako. Basi angalau huu mfungo mtukufu wa Kwaresma utusaidie kuonja shida za wengine. Pale ambapo sisi wenyewe utakuwa tunajitesa. Parokia nyingine za vijijini huko huwa kuna utaratibu, unaalika watu, siku fulani ni siku ya kujitesa, wanaotaka kujitesa mje parokiani. Sasa nawaza nikiwaita hapa mjini mje kujitesa, nitawapa kazi gani hapa? Mtakufanya kazi gani hapa? Labda mje tupange, tuombe vibali, tufagie hii barabara kutoka stendi kwenda mpaka kule na Bukoba Club, tufagie na kudeki. Sisi tufanye hivyo. Kujitesa. Lakini kujitesa, ndugu zangu, kuna mambo mengi ya kufanya. Wala ufunga vile vizuri vyako unavyovitamani, vifunge. Zile starehe ulizozizoea ambazo si anasa, ni ya kawaida ya kurefresh, funga. Sema huu muda ambao kila weekend huwa naenda kukaa kwenye viti virefu sehemu fulani,
Ebu nijaribu weekend hii nije kwa paroko anipeleke pale kanisa la kuabudia, nikae pale warau sali moja mbele ya Yesu wa Ekaristi. Baada ya kukalia kiti kirefu kule sui bagani, ukai kwa Yesu wa Ekaristi. Ujajitesa hapo? Wala ambao hatujazoea Au njoo hapa, huu mlango unakuwa wazi muda wote. Njoo, piga magoti hapa, warau nusu saa. Uangalie Yesu pale msalabani. Wakati unatafakari, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Je, mimi nafanya nini kwa ajili ya dhambi zangu mimi mwenyewe? Kuna namna nyingi ya kujitesa. Kutoa sadaka. Sadaka maana yake nini? Sadaka unatoa kitu cha kwako mwenyewe, iliyo halali yako, chenye thamani, na ukikitoa inabidi kikuume. Ni sehemu ya kujitesa. Si umenielewa? Sifa kuu 3 za sadaka. Kitu chako mwenyewe chenye thamani, alafu kikuume. Na mwezi huu au niseme kipindi cha siku 40 ni kipindi cha kutoa sadaka, kufanya matendo ya huruma. Kile unachokitoa hakikisha kinakuuma, lakini kuwe cha kwako mwenyewe. Mwingine anakusanya ada ya watoto kabisa, anajua hii ada ni ya watoto, anaitoa sadaka. Ni ada ya watoto. Hafu wanafika kwenda shule, hakuna chochote, nasema wanangu, nilitoa sadaka hela yote. Mwingine anakuwa na fedha ya mfuko wa chama wa kikundi, anaitoa sadaka. Si ya kwako. Sadaka unatoa kitu chako mwenyewe. Yesu alitolea maisha yake. Maisha yake. Na wewe unaalikwa kutoa cha kwako mwenyewe. Lakini sio cha kwako tu, chenye thamani. Sio unavizia fedha iliyo baki, unaangalia, unatumia ile elimination method. Mliyesoma mahesabu, tulifundishwa kusolve simultaneous equations. Unaweza kutumia grafu, unaweza kutumia nini, ukatumia elimination method. Unaondoa nani moja moja, na baki nasema final hii ndio. Unaanza kuondoa sigara nimeshavuta, ya sigara hii tayari, ya chumvi tayari, nini tayari, hii iliyobaki ni change. Alafu yenyewe imekataliwa hata madukani. Kuna noti naweza nikawaletea siku moja, tunazitenga. Hata ukizipeleka benki, wanazipitisha kwenye mashine mara 3. Hata kwenye mashine hazipiti. Kila mara inapitia mlango wa pembeni. Wanasema hii sasa, hii hata namba zimefutika. Mtu kaileta hapa. Hiyo sio sadaka. Ni kashifa kwa Mwenyezi Mungu. Na ikuumi, maana unasema na kaiuka waka noti yaka. Unatoa ya kwako yenye thamani. Alafu kitaka kujua kwamba sadaka yako imepokelewa, jiulize, inaniuma? Inaniuma? Mimi nina mfano mmoja na utoa. Tulipokuwa wadogo, kipindi cha maembe, tulikuwa tunaenda 3 4, mmoja anapanda, tunaangua maembe, anapanda anadondosha, tunaokota sisi. Tunaokota, tunarundika. Akisha shuka, tunaanza kuchagua, si ndio? Moja moja. Na yao. Mnaposema na yao, tunaanza na ile minono. Ile maembe iliyoiva inayowaka hivi. Yanabaki yale ambayo yanaelekea kuiva, mabichi, mengine yana vidoti. Basi, na yao. Kila mtu mwisho wa siku anajikuta una matano, labda imebaki moja, nasema wewe uliokuwa umepanda la kwako. Sasa kwenye kula, wakati wa kula maembe, mara nyingi hatuanzi na mnono. Tulikuwa tunaanza na ile mabichi ili uje umalizie. Uje umalizie kale. Sasa umebakiza mawili, mnono wako wa mwisho na ili ambalo sasa ndio upo unaendelea nalo, unakutana na rafiki yako mmoja. Naomba embe. Aise, rafiki yako
na unavyoonekana na midomo imeshakuwa na nani, unaonekana umeshakula kadhaa. Huwezi kumpa hili umeshalitafuna tafuna, hili ndio lilikuwa la finali. Basi unasema basi jamani, hiyo ndiyo sadaka, hiyo ndiyo sadaka, na inakuuma kweli. Ndugu zangu, kipindi cha Kwaresima ni cha kutoa sadaka. Kuna mzazi mmoja alipeleka binti yake kuwa msista kwenye shirika fulani, akaharibu. Akasema, nimeleta binti yangu maana sasa tumeona umri unaenda na sura yake ndio hivyo, tunaomba awe sister. Mama mkuu akamwambia, tafadhali, sadaka inabidi utoe kitu cha kwako kizuri chenye thamani na ikuume. Kwaresima tunatoa vitu vya kwetu vyenye thamani, na tukitaka kujua kwamba tumetoa sadaka iliyo nzuri, ituume. Ndipo utasema, Mungu wangu nimetoa. Mnakumbuka ile sadaka ya Kaini na Abeli? Abeli alitoa katika mifugo yake ndama walionona. Kaini akatoa kwenye mazao yake vitu vya ovyo ovyo, reject, vile vinavyoachwa na mashine kabisa. Akaona moshi wa sadaka ya Abeli ndugu yake unapanda kwenda kwa Mwenyezi Mungu hivyo, yeye moshi wake ulikuwa unatambaa hivi. Akamuonea wivu, akamuua. Tafadhali sana, kipindi hiki tukitaka Mwenyezi Mungu pia tumfurahishe kwa maisha yetu, tutolee vilivyo vyema vya maisha yetu. Nafsi zetu ndio kitu chenye thamani kuliko vyote. Tujitolee sisi wenyewe kwanza kwa Mungu, kwa kazi yake, kwanza kwa kuishi maisha adilifu. Mwambie Mwenyezi Mungu, natolea sadaka yangu mimi mwenyewe, maisha yangu pamoja na kazi zangu zinazoziingizia kipato, lakini niko tayari kujitolea kuimba kwaya. Unaona, unamtolea maisha yako, ratiba yako, muda wako. Siseme mimi sina muda wa kwaya, mnajua nimeajiriwa sehemu fulani hivi. Hata wanakwaya wana ajira nzuri, ila wanatenga, nasema pamoja nayo natoka huku haraka naenda huku ili na Mungu wangu apate kilicho bora. Naona kuna sadaka za aina nyingi sana. Basi tumuombe katika kipindi hiki, pamoja na kujiinisha, pamoja na kujitesa, tujue lengo ni moja, kumrudia Mwenyezi Mungu, na yeye anatungoja. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tumletee mizigo yetu, dhambi zetu, shida zetu, mashaka yetu, atatupumzisha. Nawatakia Kwaresima njema. Tumsifu Yesu Kristo.